Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, Mheshimiwa Hamza Hassan Juma, amesema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ipo mstari wa mbele katika kushirikiana sekta binafsi ambazo zinasaidia serikali katika kuleta maendeleo. Akizungumza katika ufunguzi wa jengo jipya la ofisi ya ASAM Media Group iliyopo Mikunguni, wilaya Mjini, mkoa wa Mjini Magharibi, Mheshimiwa Hamza amesema taasisi binafsi zina mchango mkubwa katika kuleta maendeleo kutokana na kuwasaidia vijana katika ajira ili kuweza kuepukana na makundi maovu mitaani. Mimi kwanza nataka niwapongeze kwa kubuni hili wazo. Ni wazo zuri kwa sababu ni wazo ambalo linaendana na wakati. Serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar, hasa hii ya awamu ya 8, moja katika malengo yake ni kushirikiana na private sector katika kusukuma kasi ya maendeleo katika nchi yetu. Na serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar imejiandaa na imejipanga vya kutosha. Kwa hiyo hata na nyinyi mnayo fursa kubwa ya kuweza kupenetrate ndani ya serikali, kuangalia fursa ambazo zimo, kuweza kuikuza hii tasnia yenu, ikiwa kwa vifaa, ikiwa kwa finance na vitu vingine mbalimbali. Kwa hiyo kitu ambacho ninachowashukuru zaidi kwamba mmechukua teenagers. Vijana hawa ndio vijana ambao wanatupa shida sisi mtaani. Vijana wanapomaliza vyuo, moja katika kitu kikubwa wanaangalia future yao, maisha yao, watajiajiri vipi au wataajiriwa vipi. Tukiangalia kasi ya vijana ambao wanamaliza vyuo sasa hivi ni kubwa sana, na kwa sababu serikali yetu imefungua milango hata kwa watoto wa wanyonge, wana fursa za kupata mikopo na kuweza kusoma elimu za juu. Changamoto inakuja sasa, baada ya kumaliza vyuo wanaelekea wapi, wanafanya nini? Sasa hili wazo la kuanzisha hichi kituo hapa tayari umeshaisaidia serikali, na tayari umekwenda na ile policy ya serikali kwamba sisi serikali tutatengeneza fursa, wananchi zitumieni fursa zile kwa ajili ya kujiletea maendeleo nyinyi wenu wenyewe pamoja na familia zenu pamoja na taifa. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa ASAM Media Group Salum Haji Ali amesema lengo la kuanzisha kwa chombo hicho ni kuwasaidia vijana katika kujikwamua na umaskini. Mimi ilikuja wazo tu kwamba vijana naona wapo, kwa hiyo wazo langu nikalipeleka kwa washauri wakaniambia kama unaweza basi sawa. Kwa hiyo nikakushanya timu hapa vijana, tukajaribu kutengeneza hicho kitu. Alhamdulillah, nafikiria tuna mwaka mmoja tu sasa, lakini nafikiria tulivyokwenda tumekwenda zaidi na zaidi. Maana tulikuwa hatukutegemea kwamba focus kama tulivyo focus sasa hivi, lakini tuna dream kubwa ndani ya mwaka mmoja unaokuja, na nyie mkituwezesha, mkituombea dua, tunategemea kuweka mtambo wetu ambao tutakuwa tunarusha matangazo ya moja kwa moja na tutakuwa na vinamuzi vyetu. Vijana unaoona ni wachache lakini wataongezeka. Naye mwenyekiti wa bodi wakala wa barabara Zanzibar, Yasir Da Costa, amesema kwa sasa Zanzibar imekuwa ikitambuliwa duniani kote kutokana na kukua kwa mitandao ya kijamii. Mwaka 1997 nilikuwa nchini Uholanzi nasoma. Kwa Zanzibar ilikuwa itambuliki. Kwa sisi tukienda pale wakati tunatoa maelezo, I'm from Zanzibar. Where is Zanzibar? Where is Zanzibar? Mfahamu. Leo kwa sababu ya nyie Media Group, Zanzibar inaeleweka. Kwa hongereni sana. Mnasaidia sana kupandisha ngazi na Zanzibar kueleweka kimataifa. Na hayo maendeleo ambayo sasa hivi tunaona hapa nchini, watu dunia nzima wanaona kutokana na nyie. Kwa mimi ushauri wangu kwamba msichoke kutuita, kama sema kumuita mheshimiwa waziri, kuniita na mimi na wengine wataalamu. Tutakupa mawazo na ushauri kwa sababu hili ni letu wa Zanzibar.
Baadhi ya waandishi waliohudhuria katika ufunguzi huo wameipongeza ASAM na kuahidi kufanya kazi kwa bidii na kufuata kanuni za maadili ya taaluma yao. Huu ufunguzi wa leo nimeupokea vizuri kwa sababu inatuonesha kwamba ni fursa nyingine kubwa ambayo tumeipata na tumepata kujulikana tukiwa kama ni kituo official ASAM Media Group, ambapo tutajitahidi katika kuwaletea habari mbalimbali, habari zenye kuaminika na habari zenye usahihi. Kiwa kama mfanyakazi wa ASAM Media Group, basi nawaahidi wananchi kwamba tutawaletea habari ambazo ni nzuri na habari za kuaminika, lakini pia ushirikiano kwa sisi waandishi wa habari katika kuhakikisha tunakuletea habari nzuri na habari zenye ubora zaidi. Tukio la leo ni la kihistoria na niwaambie tu ASAM Online TV, hongereni kwa kazi nzuri ambayo mmekuwa mkifanya, kwa sababu habari zenu nyingi zimekuwa zikigusa jamii na ndio kile ambacho kinatakikana. Lakini kubwa zaidi kama mheshimiwa mgeni rasmi alivyozungumza, maana yake katika taarifa ambazo tunakwenda kuzitafuta basi tuhakikishe tunazibalance. Lakini namna gani tazibalance? Maana yake tunatakiwa tuende kwenye taasisi husika kwa kile kitu ambacho umekwenda kukihoji. Kubwa zaidi ni wasihi tuendelee kufanya kazi na kushirikiana kuhakikisha tasnia ya habari inazidi kusonga mbele. Shughuli yetu ya leo tumeipokea vizuri kwa ufunguzi wetu huu. Tunaihakikishia jamii kwamba tutafanya kazi zetu kwa uadilifu na kwa uaminifu, tutafuata ile miongozo na maadili ambayo tumepatiwa na kufuata sheria ambazo zipo. ASAM Media Group ni kituo kinachotoa maudhui ya mitandaoni ambacho kilianzishwa mwaka 2023 na hadi sasa kina watazamaji zaidi ya 15,000. Fatma Bernard, ASAM Online TV.